Mwenye umeita mgambo, watoto watakimbia. Wakazi wa kijiji cha Nindi, halmashauri ya wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe, wanasema maendeleo ya ujenzi wa mradi wao wa jengo la zahanati kwa kipindi hiki unasuasua kutokana na nguvu kazi kupungua, kwa kuwa vijana wengi wanadaiwa kukimbia kijijini hapo wakihofia kujiunga na mafunzo ya jeshi la akiba yanayoendelea. Wakazi hawa wamebainisha changamoto hiyo walipotembelewa na mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamonga alipofika kukagua maendeleo ya ujenzi wakati wa ziara yake kijijini hapo. Kwenye maendeleo ya miradi changamoto ipo nguvu kazi. Tunakosa nguvu kazi kwenye miradi ya maendeleo. Wale vijana wenye nguvu wao wanakimbia, wanajificha, wanahama miji yao, vijiji vyao. Wanaenda kwenye vijiji vingine, wanaenda kwenye wilaya nyingine, wanaenda kwenye kata nyingine. Kwa hiyo nguvu kazi tunakosa. Afisa tarafa ya Mwambao Iveta Alex amekiri kukosa nguvu kazi kwa kipindi hiki kwenye kijiji hicho, ambapo amesema vijana wenye nguvu wamekuwa wakijificha na wengine kuhama miji yao. Zahanati hii itakuwa na muhimu. Watoto wakiumwa inatusaidia kutibiwa watoto. Inasaidia sisi wazazi tukiumwa, hatuna hela kwenda Ludewa, hatuna msaada wote. Tukifika hapa tunatibiwa. Sasa tunatibiwa kwa kwa zahanati ya mission. Si ndio maana tuliomba msaada kwa Mwenyezi Mbunge atusaidie tujenge zahanati ya kwetu, lakini tunajitoza. Sasa alivyoharibu mwenyekiti wetu wa kijiji, ameita mgambo, eti mtu anaweza kaolewa kwa siku moja wanaume wawili. Inawezekana? Sini nimejipanga kuolewa mwanaume mmoja. Sasa wanaume wawili nitawapeleka wapi? Nitaishie. Kuna maana gani? Mimi siwezi nikaolewa wanaume wawili, naolewa mwanaume mmoja, nifunge naye harusi. Sasa wanaume wawili hawa, mmoja huyu wa pembeni, naona ni vigumu zaidi. Ninapozungumzia hivi kwa sababu mgambo na zahanati. Sasa watu tulitaka tujenge zahanati na watoto wamejitoza kwenda kuwapoa mchanga, tupakie kwenye trekta tujenge. Sasa mwenyewe umeita mgambo, watoto watakimbia. Unajua mgambo, ukicheza mgambo wa mazao mangapi? Mtoto umwambia alime mashamba mawili kwa siku moja na lima? Inawezekana? Ndio manake hiyo zahanati sasa hivi ingekuwa mbali. Inadoda vijana wengi wamekimbia, mabinti wamekimbia, wameshinda sema kucheza mgambo na maendeleo si hatuwezi. Kikubwa ni nguvu za wananchi ndio zilizofanya hii shughuli yote. Kwa mfano kung'oa mawe, kusogeza hizo tofali, zote nguvu za wananchi. Lakini kwa kiasi fulani mimi nashukuru tu kwa sababu tu ya mbunge, kwa sababu umeona hapa amekwambia alitoa milioni 2 na laki mbili. Imetusaidia kwa kiasi kikubwa. Ila kwa namna moja au nyingine kuna vitu ambavyo vinafanya hii kazi siende. Cha kwanza, kuna watu wana mtindo ukifika tu mradi wanajanja fulani hivi kuwaweka wakandarasi ambao si sahihi na kutuibia. Lakini kwa mkandarasi ambaye yuko hapa sasa sina shida naye. Serikali kuchukua makandarasi ambao ni fake ndio hiki kidogo mimi kinanipa sana shida. Umuhimu wa kupata zahanati kijiji cha Nindi ni mkubwa kiasi gani? Umuhimu wa zahanati kijiji hapa ni mkubwa sana kwa sababu mbele tulikuwa na zahanati ya Roman pale. Ukiangalia hata performance ya matibabu pale kwa pesa ni kiasi kikubwa kuliko kama ukiwa na zahanati ya serikali. Kwa mfano sasa kuna bima. Nashukuru tunaweza tumetoka kwenye upande mmoja tukaelekea kwenye upande mwingine. Kwa hiyo ujio wa zahanati hapa kwa mimi nashukuru. Kwanza wananchi kwanza wamejitolea, na pili na tunashukuru sana na mheshimiwa mbunge kwa mchango wake. Yaani sio leo ndio mwanzo, yani yatangia nyuma. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa msaada unaotupa na msaada wengine. Kwa tunashukuru sana. Najua wananchi hawana tatizo kabisa kuchangia nguvu zao. Hasa kama ratiba itakuwa rafiki. Wao nao watafute chakula na riziki ya watoto na siku nyingine waweze kuja hapa. Kwa hiyo ratiba yetu iweze kukaa vizuri. Sawa ndugu zangu? Nitakachokifanya mimi kushirikiana na mheshimiwa diwani, ile saruji ambayo tuliweka hela kwenye akaunti ya kijiji milioni 2 kupitia mfuko wa jimbo, mweze kuipata iweze kuinua boma hadi juu. Tukishainua boma sasa ndio hela ya serikali inakuja, vile vifaa ambao vinaongea Kiingereza wanasema. Wanasema jengo ukishainua ukifika juu vifaa vinavyosalia vyote vinaongea lugha ya Kiingereza.
utasikia gypsum, nini kingine utasikia marumaru, sijui tiles, sijui nini vile vya viwandani. Ananiambia hapo white cement. Watu wanasema jengo unavyoanza linaongea Kiswahili na Kikisi, ila likifika mahali linabadilisha lugha, linaanza kuongea lugha ya kigeni. Kwa hiyo lugha ya kigeni itakavyoanza, vile vitu vya viwandani pale kwa mkurugenzi kuna milioni 60. Sawa ndugu zangu, ambazo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan walishazileta baada ya mimi kujenga hoja pale bungeni kusema wananchi hawa kuna huduma nyingi za serikali ambao sasa hivi kila kitu ni mifumo, na serikali imeleta ule mfumo wa bima ya afya kwa wote, na kwa kuanzia wameanza na watu wasio na uwezo, yale makundi maalum. Kwa hiyo tukiwa na ya kwetu ya serikali, manake zile huduma hapa utakuja kufungwa mfumo wa serikali. Mtu anaweza katibiwa hapa na ile mifumo inaonekana kwenye hospitali nyingine kubwa. Sawa ndugu zangu? Na ni rahisi serikali kuleta huduma nyingi zaidi hapa ili wananchi waweze kupata huduma hapa, na serikali vile vile tunaitegemea ituletee waganga, sawa na vifaa tiba. Kwa ile milioni 20 angalau tukiitumia vizuri tunaweza tukabana hapa tukanunua na vifaa kidogo. Sawa ndugu zangu? Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiri Kilagalila.